Wapendwa katika Kristo, na wasalimu tena nyote katika jina tukufu la Yesu Kristo. Kwa muda kama na huu, tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia neema kuhitimisha tena jioni ya siku ya leo. Kwa hiyo tutajifunza maneno ya Mungu kwa muda kama na huu, alafu itakatupelekea kwenye maombi yetu ya jioni ya leo. Nitakachozungumzia ni hali ya baadaye, yani kichwa cha mazungumzo yetu inasema hali ya baadaye. Wapendwa katika Kristo, kutilia shaka ahadi na uwezo wa Mungu huharibu nguvu na mafanikio ya imani. Ukijikuta unashindana na mashaka kama sisi sote tunavyofanya, kanuni moja ambayo itabidisha maisha yako ni maono ya kuwa katika hali ya wakati ujao, kana kwamba tayari iko hapa. Na kweli imani inategemea furaha ya hali ya baadaye ambayo Mungu ametuandalia, jumla ya kifahari mbinguni. Ikiwa Yesu amekwenda kutuandalia mahali, atatutayarishia kwa ajili yake. Vivyo hivyo Mungu huwatayarisha watu wake kwa majaribu na shida kabla ya kuwaita kwao. Wapendwa katika Kristo, usiruhusu hali yako ikupotoshe. Haijalishi unapitia nini na haijalishi ni magumu kiasi gani, kama mtoto wa Mungu umetayarishwa kwa hilo. Mungu bado anatawala, na huo ni ukweli wa kusisimua. Tunaposoma katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 2 hadi wa 3, Biblia inasema hivi: nyumba ya Baba yangu ina vyumba vingi, kama sivyo ningekuambia kwamba ninaenda huko kuandalia mahali. Nami nikienda na kuandalia mahali, nitarudi na kuwakaribisha pamoja nami, ili ninyi nanyi muwe pale nilipo, ili nanyi muwe pale nilipo. Wapendwa katika Kristo, maisha ambayo tunayoishi katika kila hali na kila shida ambayo tunapitia na kukabiliana na kila magumu ya namna nyingi, wapendwa katika Kristo, tunahitaji kumtegemea Mungu katika kila hatua. Wapendwa, haijalishi ni mambo gani huwa tunakutana nayo katika maisha na kwenye mazingira ya maisha ambayo tunayoishi. Wapendwa, kile ambacho kinakufanya uwe mwoga kushindwa kukabiliana na hayo matatizo na hayo magumu na hayo shida ambazo unakabiliana nazo, ni kitu ambacho kinaitwa dhambi. Ni hicho ambacho kinakupa hofu, kwa sababu unapokuwa kabisa katika hofu ya kuogopa kifo, mara nyingi huwa unaogopa kabisa hali yako na tabia zako zitakapokutana na hukumu. Unaona ya kwamba itakuwa jambo la kukuogopesha na la kukutisha, kwa sababu maisha yako unayaweka katika hali ya mashaka, kwa sababu umeshindwa kuishi utakaso, umeshindwa kutii neno la Mungu, umeshindwa kuishi maisha ya kumwogopa Mungu, unashindwa kutembea katika haki ambayo Mungu amekuongoza. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, jambo ambalo litakufanya uwe mwepesi, litakalokupa ujasiri ya kukabiliana na kila hali, cha kwanza ni kumcha Mungu na kuwa karibu na Mungu
na kufanya aliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo vitisho vyote ambavyo vinavyoweza vikatokea katika kila hali, wewe bado utakuwa uko tayari. Na ni hapo ambapo utakaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura 1 mstari wa 21, Biblia inasema ya kwamba kwa maana kwangu mimi kufa ni faida, yani kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Maandiko haya matakatifu yanaonyesha namna gani usiwe na hofu, usiwe na woga, kwa sababu haya mambo yote ambayo huwa unakabiliana nayo hayana budi kutokea. Lazima ziki itokee, lazima matatizo na shida na vitu vya kutisha na vya kutatanisha lazima vitokee, na lazima tukabiliane na mambo haya maadamu tungali tunaishi katika ulimwengu huu. Kitakachosababisha tuwe na amani mioyoni mwetu, kitakachosababisha tusiwe na huzuni na tuwe na furaha na tuwe na moyo wa ujasiri, ni ule Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu, ni ule Roho Mtakatifu anayetupatia nguvu za kustahimili, ni ule Roho Mtakatifu anayetupatia uwezo wa kukabiliana na vitu kama hivi na mambo kama haya. Kwa hiyo kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Unapoishi nje ya Kristo, unapokufa huwa unapotea kabisa. Unapoishi katika Kristo, ukifa unaanza pamoja maisha mapya. Unakutana na babu zetu wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo, wakina Musa, wakina Elia, wale wote ambao ni watumishi wa Mungu walioteuliwa na Mungu, ambao ni watakatifu wa Mungu. Huwa unakutana na hao paradiso. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, kila aliyekufa katika Kristo hafi, lakini amelala. Kwa hiyo amepumzika. Lakini ni hasara kubwa sana ikiwa kuna hali na nyakati kama na hizi ambazo mara nyingi huwa tunakumbana nazo katika dunia, na uishi katika hali ya machafuko, uishi katika hali ya uzinzi, uishi katika hali ya wizi, uishi katika hali ya uongo, uishi katika hali ya kusengenya, uishi katika hali ya kushikilia kinyongo, uishi katika hali ya kutokusamehe, uishi katika hali ya chuki. Machafuko hayo yote unapoyakabili na unapoyaweka na kuhifadhi moyoni mwako, Kristo huwa anakosa nafasi katika moyo wako, na ukifa huwezi kumwona Kristo, lakini utaingia kwenye giza, utaingia kwenye uharibifu na mateso ya milele. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, kinachotakiwa kushikilia si kutazama hii maovu ambayo huwa yanajinua kwa wakati wowote katika ulimwengu huu. Hayo yana mwisho. Hayo ambayo huwa yanatokea ni kwa muda mchache tu, na yote yatapita. Tayari tunakaribia kufikia mwisho wa mambo yote. Lazima haya yote hayana budi kutokea. Kinachotufaa tuwe wapya na kinachotupa ujasiri ni ule Roho Mtakatifu ambaye amekaa ndani yetu. Na ikiwa Roho wa Mungu amekaa ndani yako, mambo kama haya yanapokuwa yakitokea, kama matetezi ya vita, kama magonjwa ya kila namna. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, haijalishi unaweza ukapitia shida gani, kwa sababu hayo yote hayawezi yakakufanya ukate tamaa, kwa sababu unaweza pia ukawa mgonjwa nawe pia ni mgombea wa mbinguni. Unaweza pia ukakutana na njaa nawe pia bado ni mgombea wa mbinguni. Unaweza pia ukatengwa na watu wako na wewe pia ni mgombea wa mbinguni. Unaweza pia ukapatwa na kila namna ya tatizo na misukosuko ya maisha, nawe
pia unajulikana na Mungu ni mgombea wa mbinguni. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinaweza kukatokea, ama hali yoyote ambayo inaweza yakajitokeza kwenye maisha yako, yasikutishe na yasikutie shaka na yasikukatishe tamaa na yasikutenge kabisa mbali na uwepo wa Mungu, ukashindwa kujua ya kwamba wewe ni mgombea wa mbinguni. Mpendo katika Kristo, kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Kwa hiyo hakuna maisha ya thamani katika dunia hii kama kumjua Mungu, kama kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ukaacha dhambi na kuifuata njia na kuishi maisha ya adili, kuacha tabia mbovu, yale ambayo Mungu amekataa, nawe pia uyakatae kwenye maisha yako. Mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, mruhusu Roho Mtakatifu amiliki maisha yako, na kila kitu kitakuwa sawa, na Roho Mtakatifu ataleta nuru kwenye maisha yako. Wapendwa katika Kristo, tunajua ya kwamba nyakati ambazo huwa tunayaishi haina budi kuwepo matetezi ya vita, na njaa itakuwa kali kabisa, na shida zitakuwa nyingi kabisa. Mpendwa katika Kristo, mambo na jambo kama hayo yasikutoe katika msingi. Wapendwa katika Kristo, haya mateso yote haina budi kutukia, lakini ninachotaka kuambia kwamba katika kila kitu, katika kila jambo, Bwana awajua walio wake. Katika kila hatua, katika kila hali, Bwana awajua walio wake. Bwana awajua walio wake. Wewe baki mwaminifu kwa Mungu, umche Mungu katika kila hali. Uwafundishe watoto wako njia za Mungu, uwafundishe watoto wako kumjua Mungu, nawe pia utawaweka katika hali iliyo salama kwao. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, maisha yako uyakabidhi Mungu na kuishi katika hali ya utakaso, ukijiepusha na dhambi, jiepushe na machafuko ya kila namna. Pia usishiriki mikusanyiko ya wale watu ambao huwa wanakiri madhaifu na kukiri mambo yasiyokuwa ya maana kwa kuwachafua watu wa Mungu ama kwa kufuru watu wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, linda na kuiponya nafsi yako, wewe na familia yako popote pale ulipo. Linda nafsi yako na ujiokoe nafsi yako. Linda moyo wako usiachafue. Linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. Wapendwa katika Kristo, hamna neno yoyote ambayo yanaweza kuwa ya thamani kama maelekezo ya kukusaidia kuilinda wokovu na kuilinda utakatifu, kwa sababu bwana harusi yu mlangoni. Kristo Yesu yu mlangoni. Yesu Kristo yu mlangoni. Usiogope, usiogope, usiogope. Roho irazi, lakini mwili ni dhaifu. Sisi sote ni njia ambayo huwa tutakabiliana nayo. Sisi sote tutakufa. Wapendwa katika Kristo, lazima kifo kiwepo, kwa sababu mwili na nyama na damu haviwezi kurithi kamwe uzima wa mbinguni. Na Yesu Kristo atakapokuja, waliokufa lazima wafufuke, lakini watakapofufuka hawatafufuka na mwili huu, watafufuka na mwili wa utukufu. Na wale ambao watakuwa wako hai watabadilishwa, kwa sababu mwili huu hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, usiwe na hofu. Mtu si mwili ambao huwa unaitazama. Mtu wa kweli ni roho. Kwa hiyo ponya roho yako,
Usikubali roho yako ipotee kwa sababu ya matendo ya mwili. Usikubali roho yako ipotee kwa kufuata mwili. Usikubali roho yako ipotee milele kwa kushiriki na kuitukuza mwili. Mpendo katika Kristo, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Unapoishi, ishi kwa ajili ya Kristo. Unapoishi, ishi kwa ajili ya Kristo. Unapotembea, tembea kwa ajili ya Kristo. Unapolala, lala kwa ajili ya Kristo. Unapoamka, amka kwa ajili ya Kristo. Unaposhinda, shinda kwa ajili ya Kristo. Katika mambo yote uyafanye katika hali ya usafi, katika hali ya utakaso, katika hali ya kumpendeza Mungu, na huo ndio kuishi kwa ajili ya Kristo. Na unapokufa basi ni faida kwa sababu unapokufa haukufi, lakini unatoka katika utumwa wa mwili na kuingia uzimani. Wapendwa katika Kristo, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mungu awabariki na kuwafanya kuwa baraka katika jioni ya leo. Asante.